Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunazidi kumshukuru Mungu na tunazidi kumprejea shukrani kuu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yote yanapita, si kwa nguvu yetu peke yetu, sisi hatuwezi. Ni Mungu ndiye anatuwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Sitakuwa mrefu sana mbele yenu. Wacha nikakaribisha mtumishi wa Mungu haja tulishe neno na sote tukaweza kubarikiwa kupitia neno. Wala si mwingine ni Pastor Praise. Karibu sana. Karibu sana. Kama Yesu. Ni nani mwema kama Yesu? Umeingia hujasalimia hata jirani. Hebu muulize ukimpatia mkono, nani mwema kama Yesu? Nani mwema kama Yesu? Hakuna aliye mwema kama wewe, Mungu wangu. Huwa napenda sana. Hakuna aliye mwema kama Yesu Kristo. Hata naona neno la leo linapiga mkondo wake, linafanana tu. Sijui kwa nini mtumishi nimekuja kisero katika kuhubiri glory morning. Hiyo si morning glory. The same one. Hata mama aliyoyanena akiwa hapa, the same one. Hiyo. Kwa nini? Hebu tuende kwa kitabu cha Yohana Mtakatifu 11, tutaanzia 4. Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo tuamini ni kwa ajili ya neno. Asante Baba uliye mtakatifu, Baba yangu uliye juu mbinguni. Ukiwa chini mahali hapa duniani ni mahali ambapo umeweka miguu yako. Unatutazama wote sawa Mfalme, tukiwa tuko katika nyumba yako takatifu. Baba, ninakuomba ukashukishe Roho wako Mtakatifu mahali hapa kama jinsi ilivyo desturi yako. Baba, akatuongoze, akatutawale kama jinsi ilivyosimama mtumishi wako Baba, ukanitakase na damu ya Yesu Kristo. Baba yangu, ukanitumie kama chombo. Kinywa hiki ulichoniumbia Baba yangu, basi yakatoke maneno yako bali sio yangu. Baba, ukanene na watoto wako walio kondoo zako, watumishi wako, ukawajaze na utukufu wako. Basi Mfalme wangu, neno hili likawafungua na likawaweke huru katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninasema dunia asante, maana wewe ni mwaminifu, na nikupitia jina kamili la Yesu Kristo tumeomba wote na hata kuamini. Haleluya! Leo tuko haraka tena fasta. Kitabu ni cha Yohana Mtakatifu 11, tunaanzia 4. Msomaji. Amen. Kitabu ni cha Yohana Mtakatifu 11 kuanzia mstari wa 4, inasema, naye Yesu aliposikia alisema
Ugonjwa huu si wa mauti. Si wa mauti. Bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine wanahangaika sana. Mimi sijui nitapona. Mimi sijui nini. Sijui na asa. Sijui na nini. Lakini magonjwa mengine ni Mungu ameweka hapo. Ili pendo utakapofunguliwa Mungu atukuzwe. Ndipo tumetoka mbali. Hawa wote tulio mahali hapa, wengi tulikuja wagonjwa, huu ni ukweli. Lakini tulipofunguliwa, sasa tuko huru. Jina la Bwana linasukuzwa kila wakati. Kwa hivyo magonjwa mengine si kwa sababu heti Mungu amekuweka, ana sababu. Tulikuwa walevi, tulikuwa huko mabaa, tukinywa tukipiga watu. Hata hii neema tulikuwa hatuijui. Lakini akatutoa huko Misri, mpaka sasa tunasema niliacha pombe, niliacha sijui nini. Si kwa sababu heti ilikuwa ni Mungu alikuwa anataka siku moja atukuzwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endelea msomaji. Amen. Naye Yesu alipenda Martha na umbu lake na Lazaro. Basi aliposikia ya kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale pale alipokuwapo. Nasikia maneno ya Mungu. Anasikia rafiki yake hawezi, amelala, lakini yeye akakaa pale siku 2. Na anajua Lazaro hawezi. Mungu anajua wewe huwezi. Wewe ugonjwa ulionao huwezi, lakini anataka atukuzwe. Anakaa hapo siku 2, maana anajua atakuja atatenda jambo wakati watu wameshindwa, naye atatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakwambia hivi, hata waliokuweka pangoni, waliokuweka kwa tunguri zao, waliokuweka kwa mizimu, Mungu kuna siku moja atavunja kila kitu na utatolewa na utamtukuza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiwe na wasiwasi. Hadi wamekufunga kama na kuregesha nyumba, achana nao. Maana Mungu anajua. Wewe mtazame yeye tu. Kila kitu atamaliza. Endelea msomaji. Haraka. Amen. Kisha baada ya hayo, akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi tena. Twendeni Uyahudi tena. Wale wanafunzi wakamwambia, Rabi, juzi tu Wayahudi walikuwa kutafuta kukupiga kwa mawe. Nao wanakwenda huko tena. Amen. Yesu akajibu, je, saa za mchana si 12? Saa za mchana si 12? Mtu akienda mchana ajikwai, kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu. Kabisa. Amen. Bali akienda usiku hujikwaa. Bwana Yesu asifiwe. Saa za mchana ni 10 na ngapi? Wanafunzi wanalalamika, wanasema huko Yahudi hata ulikuwa unataka kupigwa mawe huko. Tena unataka kurudi huko. Maana huko ndio kulikuwa na Lazaro. Mbona unarudi huko na hao watu wanataka kukupiga? Anawaambia saa za mchana ni ngapi? Si 12. Hakika hii unajua hii Bible ilisema hataja. Unaposoma ni uwe makini. Amen. Hakumaanisha mchana huu. Pindi siku ya Mungu itakapofika, hata ukaingia kwenu nyumbani wale wachawi walikuwa wanakuroga, itashindikana. Maana ikifika hakuna wa kupinga. Sijui mnapata fahamu. Siku ya Mungu ikifika, yule aliyekuwa anakupiga mawe, hata kupiga mawe atakukaribisha. Uwe na ufahamu. Tunaposoma neno la Bwana, ndiposa nikasema kwa kumtanguliza Mungu kwanza. Unaposoma mwambie Mungu, nipe Roho wako aniongoze katika haya maandishi yako. Unaposoma upate huo ufahamu, basi kila kitu kinakuwa sawa. Endelea msomaji. Amen.
Mtu akienda mchana ajikwae kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu kabisa, bali akienda usiku ujikwaa. Ukienda kabla siku ya Bwana utarogwa. Utarogwa, nakwambia mwanangu. Watakushinda hawa watu. Wacha nuru ije, tembea na. Hao madevil worshiper. Huyo sijui. Wewe hukuingia hiyo kanisa yenye unabudu sio. Kwa maana Mungu wakati wake ulifika akafunika. Wacha wateseke na hao ground ile tuna sisi tunonge. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Bali ukienda usiku ujikwaa kwa sababu nuru haimo ndani yake. Kabisa. Amen. Aliyasema hayo. Kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala. Lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Endelea. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, nao wakidhania ya kuwa ananena habari ya kulala usingizi. Unaona? Twende. Basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa. Amen. Nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba sikuwako huko ili mpate kuamini. Lakini na twendeni kwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikuwa huko kwa sababu ili haya ambayo Yesu atakwenda kuyatenda kwa Lazaro, wewe na mimi tuamini. Tujue kwamba huyu ni kweli ni mwana wa Mungu na ametumwa na Mungu. Yes. Usiogope. Mimi nasema usiogope. Hata neno la Mungu jinsi lilivyosema ndio maana nalikamka haya. Usiogope. Amen. Hakika sisi tuna vifungo vingi sana. Kwa manyumba zetu tuna taabu. Kwa familia zetu shida. Mimi hata siwezi sema huko juu, lakini hao wamejikenda tuna taabu. Sisi na waganga. Hakika nasema namba moja. Utasikia kuna mtaalamu sijui anaitwa Dr. Sharifu. Sijui kuna mtaalamu anaitwa sijui nani. Yaani hata ukitembea hizo posti za stima unakuta mganga wa mapenzi kwa keki. Jamani, hii Mombasa. Hakika sisi tuko na tabu kweli. Haya na yanena ni uongo. Kila posti ya stima mganga. Kisa posti ya stima sijui hizi vibao zinafungwa sana ngapi. Kama nani anaziona zikifunga. Bwana leo ukiamuka iko hapo. Na namba ya simu tunatabu sisi. Hakika tunatabu. Lakini hakika sisi tuliomtambua Yesu Kristo, wao ni giza tu. Wacha tupate hii nuru ituonyeshe kwenye tunaenda. Amen. Endelea soma. Amen. Basi Tomaso aitwaye Pacha akawaambia wanafunzi wenziwe, twendeni na sisi ili tufe pamoja. Usiogope, kama Yesu Kristo atawawa, pia sisi tutakufa pamoja naye, tutafufuka naye baadaye. Amen. Unaogopa nini? Anasema huo uzima, ufufuo uko katika mikono yangu, maana Baba amenipatia kila kitu. Sasa wewe unaogopa kufa wewe? Na yeye alibeba huo uhai, uko pamoja naye. Twende tukaishe, kesho tufufuke, tuendelee mbele. Amen. Endelea. Amen. Basi Yesu alipofika, alikuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4. Wewe umewekwa kwa mizimu siku ngapi? Hata mama huwa anatuambia alikuwa na mafyula moyo sijui nini, yani aliwekwa hapo miaka. Alafu kapata wale watu wa kutoa viatu na soli za jamani, mimi huwa nasema pale kuliko na utukufu wa Mungu, hapo ndio watu wanafika. Usisumbuliwe na hao watu. Nini jamani, fikirieni. Sasa hii wenzetu wakiona watu wamevaa uchi, wanasema hao ni Wakristo. Hawana ufahamu.
Hata ukivaa bongo wewe ndio mtu wa Mungu. Sidanganywe. Saa hii naona, sikusikia, naona na macho. Usijidanganye ndugu yangu. Huyu Mungu ni wa tofauti. Na wanaokaa na Mungu wanajulikana. Hakuna haja uulize maswali. Usione mwanadamu, Yesu ni Bwana. Hapana, anayekaa na Mungu. Kwa sababu tuko mahali hapa, lakini kuna ngano na magugu. Kwa nini Yesu aseme hapa? Je, unafahamu? Si wote wanaosema Bwana Bwana watauona ufalme wa mbinguni. Kwani yeye alikuwa haoni? Takasa njia zako. Amen. Nyosha njia zako. Amen. Hakika ufalme wa mbinguni utauona. Amen. Tuendelee msomaji. Basi Yesu alipofika, alikuta amekwisha kuwamo kaburini hata siku 4. Na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu. Kabisa. Kadri ya maili 2 hivi. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu. Sikiza. Wayahudi hao waliokuwa wanampiga Yesu mawe. Hadi wamekuja kwa Martha wanamfariji. Kwa maana amezika ndugu yake. Hata wachawi wako watakuja mazishi ya ndugu yako wakikufariji. Nakwambia ukweli. Na wamemzika na wako hapo, ufanye nao hizo tambiko zote na wamchukue usiku wa kamu. Sisi binadamu tunataka. Jana baba alisema hapa, akaenda Pastor Gideon hapa. Kama uliangalia. Akamhagi tena kama hivi. Lakini Pastor Gideon hakuona. Yaani mtu anafariji lakini anakufanyia hapo. Amen. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alienda kumlaki. Na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Kabisa. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu angalikufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata Martha anaelewa ya kwamba huyu Yesu angekuwa hapa, hakika nisingewekwa kwa tuburi. Huyu Yesu ningemtambua tangu utoto wangu, hakika nisingekuwa hapa. Huyu Yesu ningemshikilia, ningezaliwa katika huu wokovu, hakika mimi ningekuwa mtu mwingine. Haya maneno na watu wengi hapa ndio yao inanena haya. Ningemtambua Yesu mapema, hakika ningekuwa mbaya. Lakini kwa sababu wanasema ukiwa kwake bado haujachelewa. Amen. Hata uwe na miaka 90, haujachelewa. Atatenda tu. Amen. Endelea msomaji. Amen. Lakini hata sasa najua ya kuwa yeyote utakayomwomba Mungu atakupa. Kabisa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo wa siku ya mwisho. Mambo ya Yesu ni magumu kweli. Martha anajua atafufuka ndio, lakini siku ya Yesu anaongea habari za leo, atafufuka leo. Anaongea za kesho. Ndiposa usidanganywe hao watu wanaoshindana na dini. Wanasoma haya maandiko hawaelewi. Na waambieni ukweli. Na hizi vitu ni nyingi. Unakuta kuna Waislamu wa Kristo wanashindana. Hawa watu wanasoma hii Bible hawaelewi.
Maana chenye anaelewa ni hiki chenye Martha anasema. Haelewi chenye Yesu anasema sasa. Hizi vitu muelewe. Wanaposhindana, wanashindana kimwili sio kiroho. Yes. Endelea msomaji. Amen. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo. Mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Unaona hayo maneno? Maneno ni magumu. Mimi ndio huo ufufuo na mimi ndio huo uzima. Amen. Angeshikanisha mapema angejua ndugu yangu anaanguka. Lakini hakushikanisha mapema. Yeye anasema mimi ndimi ufufuo. Yaani huu ndio uzima. Amefufuka. Lakini haiji. Sasa mtu kaenda mwambia hilo neno, mimi ni ufufuo na mimi ndimi uzima. Hajui. Na hajui kweli. Ndio maana Waswahili wakasema hata hii imesemwa mfano ni methali. Ina maana juu na maana ya ndani. Endelea msomaji. Amen. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa. Hata kufa kabisa. Hata milele. Hata milele. Je, unasadiki hayo? Mimi na wewe iwa njia zetu zimenyoka hapa duniani, hakika tutaishi milele yote. Hakuna wakupinga. Maana wakupinga ni Yesu Kristo, na Yesu Kristo akiweka tiki hakuna wakupinga. Piga makofi ukimaanisha, usiwe na wasiwasi. Kuna wanadamu mna wasiwasi, mnaogopa. Mungu kwa nyumba ya baba yenu. Ama una njia zingine za kiroho. Ng'ang'ana. Mimi huwa nasema pitisha 50%. Amen. Because mimi huwa nasema hawa watumishi achana nao. Hiyo kitu huwa napenda kuiongea wakati mwingine sana. Huyo mtumishi fulani sijui hafai, achana na huyo mtu. Ndio. Sisi bado ni wachanga, lakini kuna makanisa mengi watu wanaenda. Usikuje ukasema habari za sijui mtumishi, waachana na huyo mtu. Hujui amefika wapi. Wewe umemwona na kosa hili, hujui kwa asilimia ngapi. Ajua yuko na 70, wewe unampigia wewe. Maana mwenyewe anasema hakuna aliye kamili. It means hakuna atakayekuwa 100%. Yes. Wewe kwanza sisi wa Kristo tumeonewa jamani. Fanya jambo mama, mtaani wakujue. Utakosa kuweka uso. Lakini mwenzako akifanya shwari tu. Lakini Mkristo tenda jambo wewe. Sasa walikuwa wanajifanya Mkristo. Ona sasa. Nani jamani, kwani sisi tulikosea wapi? Baba, habari unazo hizi. Tenda jambo hapo mtaani. Hata wana Yerusalemu wanatakiwa. Adogo. Na mtu hata juu na asilimia ngapi kwa Mungu wewe? Mimi naamini hatuko 100%. Tung'ang'ane hapo kwa 50 tupandishe 51 tukiendelea. Hakika ufalme wa Mungu tutauona. Amen. Hiyo naiona ni dhambi, achana nayo. Usitende kwa makusudi ukasema hiyo ndio itakushukisha mpaka 3 ama 11%. Hiyo nayo ijua, achana nayo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio msomaji tumalizie. Amen. Akamwambia, naam. Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Sawa. Naye alipokwisha kusema hayo, alikwenda zake. Akamwita umbu lake Mariamu farahani, akisema, Mwalimu yupo anakuita. Naye aliposikia
kusikia, aliondoka upesi, akamwendea. Na Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji kabisa, lakini alikuwa akalipo pale pale alipomlaki Martha kabisa. Basi wale Wayahudi waliokuwapo na Mariamu nyumbani wakimfariji, walipomwona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, walimfuata huku wakidhania ya kuwa anakwenda kaburini ili aliye huko. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu na kumwona, alianguka miguuni pake, akamwambia, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Jamani, kuna mambo yanachekesha. Sikuchekesha, ndio ulimwengu ulivyo. Yaani mchawi wako pia yeye naye anaambatana na wewe. Tena anaenda mpaka huko kwa wewe unalia, unaukuni wa ndugu yako, naye amekuja baada analia. Hata anakufariji nini? Hizo vitu tuko nazo jamani, si ni uongo. Uko katika mazishi ya mama yako, unalia na watu wanakuhaki, si eti wanalia wengine. Tafakari. Wamekuja na kuchekelea. Endelea usikie vile watu wana. Ni binadamu, sisi tunakaa bwana. Huyu Mungu hata ukisema alituambia nini ni makosa, lakini yeye mwenyewe alikuwa na sababu. Amen. Basi Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake. Hata hao Wayahudi walioambatana na Yesu Kristo wanafanya nini? Lakini Mungu akasikia uchungu rohoni. Maana haya yeye anayaona. Hawa hawali usabasi tu walioleta hapa. Hawa hawali wanafurahia. Mimi huwa kuna kitu kimoja nasema. Pindi mtumishi wa Mungu asimame mahali hapa kama baba yetu, lakini yakutazame kiroho, apate wewe na tabu zinazokuumiza mpaka tiririkwe na machozi, si yeye ni roho wa Mungu. Utazika hata iweje. Yale machozi ya roho yakitoka, mama kasike. Mtumishi wa Mungu hali, sitaki kudanganya. Hii kitu iweke katika akili zako. Pindi mtumishi atakapoomba hapa, akuangalia kwambia, mwanangu, hakika ni tosho nilipofika, machozi yatiririke, nenda kasike. Amen. Endelea msomaji. Amen. Akasema, mmemweka wapi? Umemweka wapi? Maana roho amesikia uchungu. Amen. Umemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Bali wengine wao wakasema, wanasemaje? Je, huyu amemfumbua macho yule kipofu? Yule kipofu alimfumbua macho. Hakuweza kumfanya na huyu asife? Mnaelewa hapo? Nitakwambia, kama mnaenda huko, wenzao wanatoka huko wanarudi huko. Si huyu ndiye aliyefumbua macho yule Thomas. Mbona hakuzuia huyo asife? Mambo ya keje kabisa. Wewe kama ni Kristo, wewe umechekwa sana. Unaomba Mungu, ni kitu gani amekutendea Mungu wako? Mpaka majirani pale wanatoka na nyimbo za Bwana anatenda kwa sababu si heti wanaimba, wanakukejeli wewe.
Kama nasema uongo nyosha mkono. Kuna hao mama, hao watoto wako wanapitia hao. Nyumba walizorent hao. Yaani mtu anaimba kabisa, si Mkristo. Lakini anaimba Bwana anaweza. Anaimba vibakuli vyake, anaosha na. Si anaimba. Anakucheka wewe. Kama huyu Mungu wako anaweza, mbona bado uko hapa? Haya yote tunapitia, lakini Mungu anasimama nasi. Amen. Baba amesema hakika waje wakucheke, lakini kitambo watakapokuja kuchota maji kwako watakuuliza. Amen. Malizi. Amen. Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake akafika kwenye kaburi. Nalo lilikuwa ni pango. Na jiwe limewekwa juu yake. Jamii. Sasa mimi nasema hivi. Sisi ndugu hali hao tunasema Yesu ametukomboa hakika. Maana ametutukomboa. Ndugu zetu, hata mimi kuna baadhi ya watu mahali hapa bado tuko katika vifungo. Umezikwa ungali hai. Hii kitu ipo. Umezikwa kiroho. Wametengeneza mambo yao, wameweka kwa kaburi. Huu ni Mungu unatembea tu, hakuna kitu. Kuna mtumishi mmoja huwa anatumia hili neno, ambaye ni Pastor Ezekiel. Anasema mama ulizaa katoni tupu. Huyu mwanangu ukimwangalia hata amefanana na mimi, lakini hakuna kitu. Yaani ni katoni isiyokuwa na kitu. Ulimwengu huu utokanyaka utumaliza, hakuna mahali unaenda. Maana wamekuzika. Sasa kama vitu vyako vyote vimezikwa, wewe ni nani tena hapa? Yaani unaishi ukiwa maiti. Ukishika ni hakuna. Kama unawania hata ndoa imefika hapa, hiyo. Unasema hii mipango yangu yenye nimeipanga, hakika hapa nitafanya jambo, nitajenga nyumba kwetu. Ikifika karibu, hiyo. Kwa maana ni wewe umeweka ukuta, umezikwa ungali hai. Tafakari. Ndiposa Mungu anasema, unapoenda mbele za Mungu kuomba, omba sana. Omba, usifikirie chochote, tazama Mungu ukiomba sana. Maana hujui ni wapi umeenda. Kuna watu mahali hapa, mimi nasema haya mambo. Unaota uko ndani ya nyumba. Unavunja milango mpaka unamukia ndani ya nyumba. Ni wangapi waliokuwa na ndoto hizi? Unang'ang'ana kwa ile nyumba ili utoke, lakini utaamuka ukiwa ndani ya hiyo nyumba bado haujatoka nje. Ni wangapi walikuwa na hizi ndoto? Unaona? Maana umezikwa ungali hai. Unang'ang'ana ili utoke katika ile kaburi, lakini hakuna mahali unaenda. Na naye kutoa pale ni Yesu Kristo pekee yake ndio atakutoa katika kaburi. Amen. Ni wangapi wamewahi kumezwa na nyoka? Umelala usiku na mezwa na nyoka ama simba mpaka unaamka jasho linakutoka. Nyosha mkono. Hizi vitu ziko, msinidanganye. Mama. Unapigana na watu mpaka watu wanakudunga visu. Mpaka unakuwa hakuna anayeweza haya ila Yesu Kristo pekee yake. Amen. Usione haya mama. Funguka. Amen. Hili Mungu, hizi vita hizi ziishe leo. Nisizione katika daftari yangu tena ya memory yangu, zitoke zote kwa jina la Yesu. Amen. Telia mpaka lini? Mama umeshika mimba, unaota mtoto umepokonywa. Lakini mama hizi kunazo msindanganye.
Usiku haujazaa, unaomba umezaa na mtoto ameenda na wapi? Hivi ni vitu si unapokonya mtoto ukiona. Huyo mtoto aliyeenda ndio nyota. Umepatiwa katoni tu. Kesho mtoto ni teja, ni mwizi. Wewe ndio sijui mtoto alienda kitambo. Unapopata ujauzito uweke kwa madhabahu. Amen. Wewe huwezi linda. Ni nani anaweza kujilinda? Wewe unaweza linda mtoto wako wewe? Wewe huwezi kujilinda. Huwezi jilisha. Bwana, hiyo nguvu ulionayo sia. Nikifanya ni Mungu amenibariki nifanye hivi. Huko kunena ni akisema everything must stop, kila kitu kitasimama. Ndio. Wewe una nini wewe? Unajipiga kifua, una nini mama? Una nini wewe? Mbele za Mungu mwanadamu si chochote. Hana lake. Watoto wako wanakula kwa neema ya Mungu. Yeye anakutia nguvu na ng'ang'ana, wanapata wanakula. Unamwambia mimi nakula kwa wewe. Hawa nao ni wewe, mimi nitakula kitu naweza. Ndipo sasa mimi hata wale wangu wakiwa wagonjwa mimi siombi hata siwaombe. Kwa maana wewe Mungu unajua. Hawa watu ni wako. Na huyo ndio. Sasa mimi nina uwezo gani? Na sina chochote. Wewe fanya mambo yako. Amen. Hiyo kazi ni yako. Mimi naamini wewe fungua, lakini wewe mfanye kazi yako. Shamaliza. Amen. Huwezi mwanangu hata ulie mtoto wako amesema, huwezi. Mwambie Mungu kazi yako, akifa wako. Mimi naamini wako. Maana siwezi. So haya fanya wewe, mimi naamini wewe tu. Maana wewe ndio kitu kinakuwa. Mimi nawaambieni ukweli. Amen. Ukiwa ujasiri usiogope. Amen. Malizia msomaji. Amen. Yesu akasema, Iondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa. Maana amekuwa maiti siku 4. Sikia. Yaani watu wananena. Huyo mtu anarogwa kweli. Hakuna kitu atafanya katika ulimwengu. Atafanya nini? Tangu alipozaliwa mpaka sasa hata ana miaka 40 na 50, hata atajenga wapi? Ajui tulimweka mahali. Anaozea hapo. Hata anatafuta ndoa mpaka achoke. Ndio wake tulifunga. Na usione kifungo kinakufunga hivi. Unadhani tu hata baba jana alisema unapoomba omba kitu. Usiseme nangojea wakati wa Bwana. Hata asubuhi amenena hivi. Hakuna wakati wa Bwana. Wakati wa Bwana ni ule Yesu Kristo anakuja tumlaki tuende naye basi. Amen. Lakini wewe hata unasubiri wakati wa Bwana. Upi? Watu waliomba. Lakini hata walienda wakaomba watoto madhabahu. Watu wanaomba. Mungu nipe hiki. Mungu kinibariki na hiki na tenda hiki. Hakika Mungu kinipatia mtoto, hakika huyu mtoto atakuwa mtumishi wako Baba. Umemwomba, umetoa. Wasema siku ya Bwana itafika. Baba amesema hakuna siku ya Bwana itakapofika ni kumlaki na kupasi. Bila malizia kabisa. Amen. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba? Akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya ili wapate kusadiki kwamba ndio aliyenituma. Naye kisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Masia. Yesu anasema hivi tena kwa uchungu, wale waliowekwa kwa makaburi, wale
Kuna watu waliweka hata juu za miti. Bwana Yesu anaenda kwa sauti. Kama ni muli, anaambia muli, toka huko. In the name of Jesus. Amen. Malizia kabisa. Kiko. Amen. Akatoka nje. Yule aliyekufa amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Naye Yesu akamwambia, mfungueni mkamwache aende zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nasema nini? Nimeanza kutanguliza nikasema hakuna mwema kama Yesu. Usisumbuliwe na binadamu. Usisumbuke na maneno ya watu. Watu wasikukejeli ukarudi nyuma mwanangu. Watakapo kusema songa zaidi. Amen. Kwa Yesu Kristo hakuna dini, msidanganyane. Hata mimi ni Mkristo, dini yangu ni ya Kikristo. Mimi hilo napinga mpaka leo. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, ni jina la Mungu. Yaani Yesu Kristo. So, wewe mtu akombea wewe dini yako, mwambie mimi ni wa Yesu. Amen. Dini, mimi nachukulia dini ni kitu mtu yaani kama kutengeneza. Mfano utengeneze logi yako. Umetengeneza logi yako. Hii inaitwa sijui mfano tuseme umetengeneza kama company, kama Brookside. Hiyo ni kampuni. Yesu Kristo ni jina. Hata mtu anapokuambia wewe dini yako ni gani? Una dini gani wewe? Yesu Kristo si dini. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Waliona dini, achana na dini zao, maana wao wana dini. Walibuni wakatengeneza kampuni yao ya maji, ndio dini yao. Haya, sijui mnanielewa ama hamnielewi. Dini ni tofauti na Yesu Kristo. Kristo si dini. Amen. Dini ni ile ya kutengenezwa. Watu wametengeneza jina, wakaeka hapo. Sasa hiyo ni dini, maana wametengeneza. Lakini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Na yanena haya kwa maana najua mengi. Huko nimekaa na saa hii huku niko na takriban miaka. Sasa niliingia hapa Jerusalem nilikuwa mwezi wa 8 22. No, nimemaliza miaka 3. Lakini mahali hapa still bado mimi ni mgeni. Tazama. Yaani kila uchao na kila sana ninapoingia hapa mambo ni tofauti. Huyu Mungu hazoeleki kama mtu asindanganye. Wale wanaosema hadi walimzoea baba, sijui ulimzoea vipi. Mimi 24/7 ni mgeni. Namuona ndani tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakumbuka tu siku moja niliolia mahali hapa nikiwa na yule mama. Mtoto aliyetolewa kinango alizaliwa na kifafa, alikuwa na mwili wote ni vidonda. Sijui watu wanakumbuka. Hii kitu ndio iliniumiza nikiwa katika hema. Yule mtoto alikuja na baba yake. Yule mtoto alikuwa vidonda mwili mzima. Huyu mama aling'ang'ana. Mtoto alianguka mara 3 nakumbuka. Katika hii kanisa hapa ndani alianguka mara 3. Mtoto amefikisha umri kama miaka 14, alizaliwa na kifafa. Huyu mama aling'ang'ana sana. Anamwombea, mimi namshikilia yule mtoto nikiwa na wasaidizi wengine. Kitu cha kunishangaza, next Sunday nilipofika mahali hapa, yule mtoto amepona, hana vidonda. Hivi vile nasema, Jumapili mpaka Jumapili mtoto yani yame. Nani hizo alipesa za safari 3 kuanguka. Jamani, huyu Yesu. Achana na watu waseme. Nimekuwa Muislamu, sitosema sana. Lakini jamani,
sahihi na kuwekea 100% kwa Yesu Kristo. Atakayemkataa Yesu Kristo hauoni ufalme wa mbinguni. Hata uminuke hautaingia na dirishani, hakuna tena. Maana haya ninayoyaona sikuwahi yaona watoto wangu wote nilipohudumia katika nikawa Mustakini Association Group. Ilikuwa ni pale district wakati wao. Nimeingia hata hii Mombasa kueneza vipi. Haya yanayotendwa na Yesu sijayaona. Sitaki kuwatia imani. Sitaki mtu unaenda unaenda ukaombea uko stand. Mwanangu achana nayo, unafanya kazi bure. Mimi sikuona. Nimekuwa mhudumu takriban 26 years nikiwa Muislamu. Ni nani aliyekaa katika Uislamu miaka 26? Tafakari msalaba. Amen. 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 Sina doubt mzee. Kwa wewe ambaye mimi haujui huko na haya nayo ya amini haya nayo waambia 100% Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Amen. Usikamilishe. Wacha washindane na wewe. Wacha wakupige vita. Lakini hata wewe mwenyewe wakitoka huko na mabuibui wakiingia hapa, wewe unaona nini? Ni kitu gani unaona wewe? Mtu anakuja amebeba nyoka, mtu anakuja amebeba mapepo, anatambaa. Kuna msichana mmoja alipita hapa, anatembea kama nyoka. Mambo ni mbona? Buibui kando, ninja kando, anatembea kama nyoka hivi. Namwambia mama, hii ni roho ya nyoka. Mama ametoka kuyasema hapa. Anaombea mtoto wake, mwingine anakuja na tafakari. Amen. Yesu ni njia ya kweli na uzima. Amen. Hata wao wanasubiri Yesu Kristo arudi. Sisi vimka kija ni wa kwanza makwapani na nakuenda. Si subiri. Hata kama siku hiyo itakuwa sijui na kuongani ya kuraruka matakoni, nitaenda. Bwana Yesu asifiwe. Hakika Mungu amekuwa mwema upande wetu. Anatupigania kila wakati. Amen. Na anatujenga na tunatoa shuhuda za kweli. Amen. Unapoona watu wakifunguliwa Yerusalemu si uongo. Watu wanaitamani hii kanisa. Mimi kuna watu 24 wananifuata. Wananifuata tu. Na sasa hii hata kuna mzee mwingine sijui ni kansa ananitafuta, nikamwambia Yesu alitafuta wapi? Anaulizia ndugu zangu. Lakini sasa hata leo naona shemeji amekuja na watoto wake. Amen. Amekuja na watoto wake. Second born wetu bibi yake. Shemeji inua mkono ama wakuone tu. Mbarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Tuwe naye milele yote daima. Atuongoze kwa maana yeye ni Bwana. Shalom.